Na mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu wote aliowaridhia. Tunaziangalia ahadi za Mungu kwetu. Tuko katika kitabu cha Mwanzo. Tumefika sura ya 17. Acha tuangalie jambo jingine hapa kwenye sura ya 17. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mwenyezi, uende mbele yangu kawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Amen. Turuke mstari wa 15. Mstari wa 15. Mungu akamwambia Ibrahimu, Sarai mkeo hataitwa jina lake Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara, nami nitambariki, na tena nitakupa mwana kwake. Naamu, nitambariki naye atakuwa mama wa mataifa, na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi, akacheka, akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Naye Sarai mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Ibrahimu akamwambia Mungu, lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Mungu akasema, sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamuita jina lake Isaka. Nami nitafanya agano langu imara kwake kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, tunakutana na ahadi nyingine. Mungu anaendelea kumbariki Ibrahimu, anaendelea kumwahidi mambo mbalimbali. Moja ya mambo aliyomwahidi hapa ni haya yafuatayo. Kabla ya kumwahidi alimbadilisha jina. Kabla ya kumbariki alimbadilisha jina kutoka Abraham na kuwa Ibrahimu, na akamwambia mimi agano langu nimefanya nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Kwa hiyo agano la Mungu au ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu ni kumfanya kuwa baba wa mataifa mengi. Wala jina lake anasema hataitwa tena Ibrahimu, lakini atakuwa Abrahamu, lakini atakuwa Ibrahimu. Jambo jingine anasema, agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyako, kama kuwa agano la milele. Abrahamu ameahidiwa mambo makubwa. Ameambiwa atakuwa baba wa mataifa, wafalme watatoka kwake, watu mbalimbali watatokana na yeye, kwa sababu amempa ahadi hiyo baada ya kumbadilisha jina. Haya, mkewe vile vile kwa umri wao, wakati wanapewa ahadi hii, yeye alikuwa na miaka 100 na mama alikuwa na miaka 99, karibu na 100, yani 99. Mke wake alikuwa na miaka 90. Sasa akamwambia, na Sara mkeo hataitwa Sarai tena, atakuwa
naitwa Sara. Majina yao yakabadilishwa siku moja. Kwa nini? Anasema kwa kuwa atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamuita jina lake Isaka, na mama huyu Sara atakuwa mama wa mataifa mengi, na wafalme watazaliwa kwake. Wakati huo wao ni wazee kabisa. Ibrahimu, Biblia nasema alicheka, sababu anasema mimi mtu wa miaka 100 na mke wangu miaka 90 tutapata mtoto, au Mungu anatudanganya? Lakini ukiendelea kusoma anasema hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Je, ni neno gani gumu la kumshinda Bwana? Baadaye usome kwa wakati wako, utakutana na kifungu hicho. Alikuwa akimtia moyo Ibrahimu kwamba mimi yote kwangu yanawezekana, kwangu yote yanawezekana. Jambo muhimu hapa ni hili, mambo mawili. Jambo la kwanza, sijui unaitwa nani, jina lako. Na jina lako je, lina kusudi la Mungu? Mungu ana kusudi na kila jina. Je, jina lako lina kusudi na Mungu? Peleleza uone jina lako kama lina kusudi la Mungu. Kwa nini Abrahamu alibadilishwa na kuwa Ibrahimu? Kwa kuwa Abrahamu jina lake halikuwa na kusudi la Mungu. Lenye kusudi ya Mungu lilikuwa Ibrahimu. Kwa hiyo mlazimu alibadilishe kutoka Abrahamu kusiko na kusudi lake na kumpa jina lenye kusudi la Ibrahimu. Ibrahimu. Kwa nini? Kwa sababu alitaka aibebe imani ambayo walimwengu wote wataibeba. Ndio maana huitwa baba wa imani. Kusudi la Mungu lilikuwa Ibrahimu aibebe imani. Kwa nini aibebe imani? Kwa sababu yeye alitafuta mtoto kwa miaka 25 bila mafanikio. Hatimaye mwishoni huku anakuja kupata kwa imani mtoto. Baadaye utasoma, utaona jinsi alivyozaliwa Isaka. Na Sarai vivyo hivyo, mwenye miaka 90, naye akabadilishwa jina lake kutoka Sarai na kuwa Sara, kwa sababu jina la Sara halikuwa na kusudi la Mungu, lakini jina la Sarai lilikuwa na kusudi la Mungu, kwamba mama huyu sasa atakuwa mama wa mataifa mengi, na wafalme na watu mashuhuri watatoka kwake. Mimi nikuombe, peleleza jina lako. Je, ni jina lenye kusudi la Mungu? Nenda kwenye mitandao ya kijamii, nenda ukagugo jina lako ulione, je, linafanana na wewe ulivyo? Je, linafanana na mapenzi ya Mungu? Kama sivyo, basi unaweza kubadilisha. Kama hawa waliweza kubadilishiwa, na wewe unaweza ukabadilisha jina lako. Fuate mchungaji, mwambie nataka kubatizwa na nataka kubadilishwa jina lako. Tunaweza kulibadili kabisa na kwa kuliweka wakfu, kama jina lako halina kusudi la Mungu. Desturi hii haijazoeleka, lakini mahali pengine imekuwa ikifanyika, kwamba watu wanapogundua kwamba majina yao si salama na yanawaletea matatizo. Maana majina yanaweza kukuletea pia matatizo, lakini yanaweza kukuletea baraka. Jina lako tu. Kwa hiyo chunguza sana jina lako. Jina lako kama linakuletea shida, ibadilishe haraka iwezekanavyo. Ruksa, Biblia na ruhusu. Mungu wa mbinguni akubariki. Tukutane kwenye kipindi kinachokuja. Neno la Mungu linaendelea kukujia kwa wepesi, linaendelea kukujia kwa haraka. Usiache kufuatilia. Nami nikuombe usiache pia kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu, like na kucomment. Kwa njia hiyo utakuwa umeniunga mkono, rafiki yangu. Mungu wa mbinguni akubarikie sana. Tukutane wakati unaokuja. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ubarikiwe sana uingiapo na utokapo. Amen.